Aisee, mambo vipi? Sasa hivi nimeamua kuweka hii video, sijaishoot kiprofessional kama ambavyo huwa nakuwa set up kamera zangu, mic zangu na nini. Kwa hiyo hii ni video tu ya direct kwa sababu nimepata message 2-3 kutoka kwa watu wakiwa wanauliza jinsi nilivyoamua kufanya YouTube hadi ambapo imefikia hapa, imekuwaje na nini, na nikaona niwape mbinu 2-3. Cha kwanza, usisubiri mpaka uwe na vifaa sijui uwe na vifaa sijui vikali au nini. Cha kwanza anza. Mimi nilifuata huo ushauri. Nilikuwa niangalia YouTube kadhaa wakaniambia bana wewe anza tuweka kamera jirekodi na nini. Na kama ukienda kuperuzi kwenye YouTube yangu utaona kuna video za zamani zilikuwa wala quality sio nzuri. Lakini nilianza na hiyo kamera ya kwanza ikatoka video ikawa sio nzuri, lakini mwanzoni hautakiwi ufocus katika hiyo. Hebu itume. Unaona, kwa sababu utakuwa na uoga, utakuwa unaogopa kuangalia kamera, kuna vitu tu utakuwa unafanya haujiamini, yani haujisikii yani unavyovifanya. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni wewe ukisha record itupie tu. Ukitupia baada hapo kuna ile tu unakuta reaction za watu, kuna watu wanaangalia, kuna ile unajisikia tu kwamba bana kumbe watu wanazingatia. Umeona, kumbe watu watakupa feedback ya sasa. Mwanzo inaweza ikawa labda ni kwa sababu feedback zinatoka kwa marafiki zako, labda ukaona kwamba hazina maana, lakini kama rafiki zako au ndugu zako wakaona kitu unachofanya kina make sense, hiyo ni itakupa motivation tosha. Na baada ya hapo ile kuprogress au progression inakuwa ni mdogo mdogo. Umeona, utaanza kuona vitu vidogo ambavyo unaona inabidi uviboreshe, na pia utakuwa unaelewa pochi yako imekaaje. Kwa hiyo kama ukiona kwamba anyway sasa hivi labda nataka niboreshe audio, unaweza ukapitia ukatafuta ukakuta kuna mic ambazo unaziweza, na usiende kutafuta tu mic kali, kwa sababu watu wengi mimi basi nataka moja kwa moja nitafute Rhodes. Kwa hiyo focus tu na vitu ambavyo unajua unaviweza kuvirich. Unaweza ukaanza tu na simu yako ukashoot kama hivi, ukaupload na ukatumia nafasi hiyo ya kujifunza vitu, kujifunza kuedit, kujifunza nini, na usijipe pressure sana, kwa sababu hivi vitu watu wengi wanavyofanya wanajifunza kwa muda mrefu sana. Mimi mwenyewe video za mwanzo kama mlifuatilia ilikuwa hata hakuna kuedit. Yaani ilikuwa nachukua video nikishamaliza najitahidi yani nisikosee hata kuongea, unaona, ili nikimaliza niweze kuitupa tu. Lakini unajifunza taratibu na kuwa better taratibu, na mwenyewe unaanza baadaye unaona hiki kitu labda hivi ningekifanya bora. Lakini pia tumia muda huo kuangalia video za watu wengine. Angalia video za watu wengine, na ukiona sehemu kwamba hii video ya mtu mwingine ina make sense au kuna vitu fulani ambavyo unatamani kujifunza, basi jaribu kuangalia. Sometimes nenda kwenye comment, uliza watu wamefanyaje. Mimi nilikuwa naenda kwenye comment za watu namuuliza bana umefanyaje, kwa mfano hizo caption au umefanyaje hizo. Kuna watu wanajibu wanakuambia bana mfanya hivi na hivi, lakini YouTube yenyewe ni mwalimu tosha. Yani unakuta kuna video za kila aina ambazo zinaelezea kila kitu. Kitu kingine cha baadaye ni kwamba tafuta kitu ambacho unataka kuongelea ambacho utakuwa uko comfortable. Yani sio unatafuta kitu afu unaanza baadaye unapata shida kupata content. Kwa hiyo kama mimi mwenyewe niliona kwamba nina maneno mengi ya kuongea tu kuhusu kila kitu. Kwa hiyo nimetengeneza channel inazungumzia kila kitu, lakini ni informative. Lakini ukiangalia ni niche yenyewe, lakini ni informative. Sio news kama news, lakini informative. Najaribu vile ambavyo nachanganua, najaribu kufanya research na najaribu kujielimisha mwenyewe. Kwa hiyo nakuwa nikifanya video sio tu kwamba kuwaelimisha au kuwafundisha watu, kuwaelekeza watu kitu, ni kwamba naitumia hiyo opportunity pia mimi mwenyewe kujifunza. Kwa hiyo naenda nasoma, nafuatilia, natengeneza script ambacho nataka niongelee. Kwa hiyo nakuwa napata mimi pia knowledge mpya. Kwa hiyo ndio hivyo. Hizo issue za vifaa na nini baadaye zitakuja. Hakuna kifaa ambacho ni bora zaidi kuliko cha mwingine. Unaweza mwanzoni ukawa hivyo taratibu, ukipata mic, ukipata hiki, ukipata kamera, ukipata hivi, lakini kamera nzuri kabisa ya kuanzia ni ya simu. Kama hapa mimi nimeshoot kwenye kamera ya simu tu, ambao ni simu ya bei rahisi kabisa, yani Samsung A series, wala sio ma iPhone sio manini. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana, au bana? Kwa hiyo ndio hivyo, mimi tovuti na hilo mambo vipi. Peace.